mazoea yetu tunapokutana, kulingana na muktadha tutasalimiana. Tungekuwa kwenye platform za kisiasa, tungesema salamu ile ambayo mama huwa anapenda kuisema. Lakini tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumechanganyikana, tupo Wakristo, Waislamu, Wabudha na dini tofauti tofauti. Nitoe salamu kwa lugha ya Kiarabu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini pia nitoe salamu kwa lugha ya Kiswahili, amani ya Mungu iwe nanyi. Kwa ujumla, nashukuru sana kwa wasaa huu siku ya leo kukutana nanyi katika eneo hili la Haidar Plaza kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kadhia ya Palestina. Naomba nitambue uwepo wa dada yangu ambaye always tumekuwa naye katika hizi movements za kupaza sauti kuhusiana na watu wanaodhulumiwa kokote ulimwenguni. Dada yetu Emma Nyerere, karibu sana. Makofi mengi sana kwake. Wakati tunazungumza mawili matatu aliniambia amesafiri kwa muda mrefu, safari yake imemchosha kwa kiasi kikubwa sana, lakini ameona si busara kukaa na uchovu alionao. Uchovu huu autumie kama kuonesha hisia za kuambatana na watu wote ulimwenguni kupaza sauti dhidi ya dhuluma ambao wanafanyiwa ndugu zetu wa Palestina. Makofi mengine pia kwake. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa brother wetu, brother Philemon kutoka taasisi ya Dream Defender, ambaye pia amekuwa anashirikiana na African Foundation na taasisi nyingine katika masuala ya kibinadamu na kiutu, na katika hili pia ameguswa, ameshirikiana nasi kuanzia sasa. Makofi mengine pia kwake. Baada ya kusema haya, naomba niwasilishe mada yangu kwa ufupi sana. Baada ya kumshukuru Mungu na kushukuru pia nanyi kwa uwepo wenu, nilivyozungumza na brother Ali, nilimuuliza tunakwenda kujadili kuhusiana na issue ya Quds. Lakini kwa mtazamo wangu mimi, pemekuwa kuna ukinzani mkubwa ambao umetokana pia na mitazamo ya watu katika kutazama swala la Quds. Kwa hiyo anwani iliyowekwa katika mabango ikawa ni Israel Palestine Conflict Global Perspective, mtazamo wa kiulimwengu kuhusiana na mgogoro wa Palestina na Israel. Kwenye makongamano mengi tuwa tunasoma history ya mgogoro ule, lakini kwa bahati mbaya sana pemekuwa bado kuna zile prejudices, mitazamo hasi kuhusiana na swala la Palestine, mgogoro huu wa Palestina na Israel. Wakati wewe unaunga mkono jitihada za Palestina kujikomboa, kuna mtu anakuwa anajenga maswali mengi sana. Miongoni mwa maswali ambayo yanakuwa na raise ni haya ambayo brother Philemon alikuwa anajaribu kuuliza. Wakati anauliza, palikuwa kuna sensi za majibu ambayo tulikuwa tunazipata. Mfano, watu wawili watatu walioulizwa hapo walitoa majibu kwamba unaposema Quds Day unakusudia nini? Wakasema ni siku ambayo Imam Khomeini aliitangaza ya kusimama na Wapalestina dhidi ya dhuluma ambazo wamekuwa wanafanyiwa. Mwingine akasema ni Jumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kupaza sauti kwa ajili ya Wapalestina. Definition zote hizi ni sahihi. Mchanganyiko wa mawazo au mkanganyiko wa mawazo unakuja katika sura hii. Quds Day inaweza ikakosa uhalali wa uungwaji mkono kwa baadhi yetu wengi ulimwenguni, kwa sababu aliyeitangaza siku hii title yake kubwa ni imam. Nianzie hapo. Wakati wa jitihada za kina Marx kuondoa ubepari ulimwenguni zinafanyika, aliandika kitabu chake maarufu sana, Die Kapital. Ukisoma maudhui ya Marx
alikuwa mategemeo yake makubwa ubepari utaanguka kwa ujamaa kuanzishwa Ulaya Magharibi. Yani Ulaya Magharibi ikiunga mkono ujamaa, basi ubepari utavunjika. Kwa bahati mbaya ubepari ukapata support kutoka Ulaya Mashariki, ambapo kitakwimu nchi zake nyingi sana ni maskini. Kwa hiyo ukaungwa mkono na nchi maskini, alafu ubepari ukaungwa mkono na nchi tajiri, ukakosa publicity. Mwisho wa siku ukapoteza ule umaarufu wake. Ukirudi katika idhana ya Quds, so long as ilitangazwa na Imam Khomeini, picha inayokuja ni kwamba swala hili linawahusu Waislamu. Na of course ukutana na Muislamu mmoja mmoja anaweza akasema proudly kwamba Quds Day ni kwa ajili ya Waislamu, paza sauti kwa ajili ya Palestina. Fine, yuko sahihi. Lakini the question is, ukienda kwa Mkristo anasema mimi siwezi kuunga mkono jitihada za Wapalestina kujikomboa kutoka kwa Israeli kwa sababu Israel ni taifa teule. Kuna hii misamiati inakuwepo. Sasa mimi nataka nitoe majibu kidogo kuhusiana na huu mkanganyiko wa mawazo. Tujaribu kusema kwa pamoja, ni nani anayepaswa kupaza sauti kwa ajili ya Wapalestina? Wakati Mkristo anasema Israeli ni taifa la Mungu, kwa lazima niungane na Waisraeli kuwakandamiza wa Palestina, anatakiwa fahamu kwamba Israel kama itakuwa inatafsirika ni taifa, akiweka tafsiri ya taifa kwa maana ya uwepo wa Wakristo, atakuwa anakosea, kwa sababu katika watu milioni 9 plus walioko Israel, Wakristo hawazidi 2%. Kwa hiyo unapolitetea kama ni taifa la Mungu kwa tafsiri ya dini, unakosa justification, kwa sababu population wise asilimia takriban 74 plus ni Wayahudi, ambao Wayahudi ni wapinzani wakubwa wa Kristo. Hiyo sura ya kwanza. Lakini sura ya pili, Uislamu anaposema Palestine ni kwa ajili ya Waislamu, fine. Waliozikwa pale, amezikwa Ibrahim katika ardhi ya Palestine, ambaye Ibrahim ni baba wa imani, Philemon. Tunaposema ni baba wa imani, maana yake Wayahudi wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Wakristo wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Waislamu wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Kwa hiyo pale Palestine kuna kaburi la Ibrahim, kuna kaburi la mtoto wake Isihaka, ambaye kupitia Isihaka ndo tunampata Yakobo, na kupitia kwa Yakobo tunapata kizazi cha watu 12. Lakini pia kuna kaburi la Ismail, ambao kupitia Ismail tunapata tafsiri wa uwepo wa kizazi cha nani? Cha mtume. Kwa hiyo dini zote zinaweza zikazungumzia swala la Palestine kwa tafsiri ambao wao wanakuwa wanaielewa na wako sahihi. Ndugu zangu, naomba tusikilizane kwenye ile maeneo ili tuondoe hizi contradiction ambazo zinakuwepo katika mazingira yetu. Sasa baada ya kutoa huo utambulisho mfupi, narudi katika swali langu la msingi. Ni nani mwenye mandate ya kuisemea Palestine? Tunafahamu Palestina kuna mgogoro na Israel wa kuanzia mwezi wa 5 tarehe 15 mwaka 1948 ilipotangazwa taifa la Israel rasmi kupitia resolution namba 183 ya Umoja wa Mataifa ambayo ilifanyika mwaka 1947. Wakachukua ardhi, wa Palestina wakariot, wakapigwa, wengine wakapoteza maisha, wakapoteza makazi yao, wakawa wakimbizi, wakaenda Lebanoni, wakaenda Jordan, wakaenda Misri, Syria na kadhalika. Ni mgogoro wa muda mrefu. Tukikaunt paka sasa 2025 tunahesabu ni miaka 77. Am I right? Miaka 77. Kwa hiyo ukitoa tafsiri ya Quds Day
Leo tukihesabu tokea tangazo hili la Imam Khomeini limetangazwa ni miaka 46 tokea mwaka 1979. Kwa hiyo kwa hii miaka mingine swala la msingi, Quds Day haikuwepo? Tutasema ndio haikuwepo. Kwa tafsiri ya tamko la kuwaita watu wote duniani kuungana pamoja kupaza sauti zao kwa ajili ya wanyonge wa Palestina, halikuwepo ile tamko. Lakini udhalimu haukuwepo? Jibu ndio, udhalimu ulikuwepo. Kwa sisi tuna haki ya kuisemea Palestina? Ndio, tuna haki ya kuisemea Palestina. Kwa nini? Nitaanza kutoa justification moja baada ya nyingine. Nitagawa makundi. Kwanza kwa Waislamu. Katika sura ya 9 aya 128. Mungu anasema amekujieni mtume. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mtume amekuja kutokana na nafsi zenu, ni binadamu kama nyie. Azizun alayhi ma anittum. Yanamgusa yale ambayo yanakukwazeni nyie. Yani moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinamkwaza mtume ilikuwa ni kumuona Bilali akiwa ni mtumwa. Kwa hiyo alipigana na utumwa watu wawe huru. Moja ya aliyokuwa na mkera mtume ilikuwa ni kuwaona wanawake wanadhalilika. Kesi nzuri ya soko la Banu Kainuka, sio? Aliwatetea kina mama kuhakikisha wanapata haki zao za stara. Kuna Yahudi mmoja alichukua nguo ya yule mwanamke akaifunga kwenye nguo, akachukua kamba akafunga kwenye nguo, akapanda juu ya mti siku ya soko gulioni. Alafu huyo mama wakati anasimama ile nguo ikapanda juu, akapiga makofi, wakashangilia pale. Mtume akasema kwa udhalilishaji huu wa mwanamke lazima tusimame kumtetea. The same inapotokea Palestine leo, wanaokufa ni akina mama, wanaokufa ni watoto. Kwa unaposema na watetea wa Palestina, maana yake umeungana na kile kero ambayo mtume alikuwa inamgusa karibuni kila siku katika maisha yake. Jibu la kwanza kwa Waislamu. Kwa Imam Khomeini kama alitangaza kwa msingi wa kidini, maana yake alifuata mafundisho ya dini yake yanavyofundisha kwamba mtume alikuwa na kerwa na zile kero na ghadhabu ambazo wananchi walikuwa wanazipata. Sura ya kwanza. Sura ya pili. Kwa ndugu zangu wa Kristo, ukisoma katika Luka sura ya 18 mpaka 19, Yesu anazungumza kinaga ubaga kwamba katika moja ya majukumu makubwa ambayo Mungu amemtuma kwake ni mawili. Mosi, kuwafungua kamba watumwa, lakini pili, kuwapa ahueni walionyongeshwa. Tafsiri ya utumwa yaweza kuja kuwa ni slavery ya kawaida, lakini inaweza kaja pia katika mindset slavery, utumwa wa akili. Kwa moja ya jukumu la Yesu ilikuwa ni kuja kuzifungua kamba za watu, kufikiri nje ya boksi namna ya kukomboa maisha ya watu. Akaenda mbali zaidi. Katika Mathayo 6 mstari wa 33 akazungumza, akasema maneno ambayo ya paraphrase vizuri sana Nkuruma. Akasema, seek ye first your political freedom and everything will be added unto you. Tafuta kwanza uhuru wako wa kisiasa, kila kitu Mungu atakufungulia. Wapalestina wanatafuta uhuru wao wa kisiasa ili economic freedom yao ipatikane, ili social justice ya kupata matibabu ipatikane. Na uhuru wao wa kisiasa wataupata pale mamlaka yao itakapokuwa kamili na wakawa ni sovereign state ambayo inajiongoza yenyewe pasina kupata settlers ambao watakuwa wanawasuppress. Kwa maneno ya Yesu yanasimama na Wapalestina katika kudefend haki zao. Mwaka 2000 hapa, mmoja kati ya watu mashuhuri, Desmond Tutu, alikuwa ni askofu Afrika Kusini. Aliwahi kutunukiwa nishani katika masuala ya amani. Katika moja ya safari yake alikwenda Palestina kama ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwenda kuangalia hali inavyoendelea ya kiutu. Alisikitishwa na akatoa tamko akasema kuna haja ya Wapalestina kuwa huru. Ni askofu.
Wa Palestina ni Waarabu, kwa asilimia kubwa ni Waislamu, lakini huyu hajaguswa na Uarabu wao, hajaguswa na Uislamu wao, kaguswa na utu wao. Tutu anakwenda kuwatetea wa Palestina. Wewe wa Afrika, kama huyu amekwenda kuwakilisha nembo ya viongozi wa dini, maana yake nini? Maana yake Ukristo pia upo dhidi ya ukandamizaji. Kwa hoja hii, katika mrengo ule wa Imam Khomeini, alikuwa yupo sahihi kuitangaza siku ya Quds mwaka 1979 kwamba ni siku ya kusimama na wanyonge kote ulimwenguni, lakini kwa kuchukua case study ya Palestine. Lakini nikienda kwa kumalizia kwenye hizi quotation za watu wa dini, Imam Ali katika Nahjul Balagha, barua namba 53, ambayo mwezi Disemba tarehe 9 mwaka 1997, aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kipindi hiko Kofi Annan, daktari marehemu kwa sasa, aliyanukuu maneno ya Imam Ali. Akasema Imam Ali anazungumza wakati anamtuma Malik al-Ashtar kwenda Misri kama governor. Akamwambia, unakwenda kuwatawala watu, unakwenda kuongoza watu. Kumbuka watu wako aina mbili. Utakutana na watu ambao ni ndugu zako katika dini. Mkienda kanisani Philemon, kuna watu ambao unakaa nao benchi moja, wale ndugu zako. Tukisikia Philemon amefariki, watu wa kwanza atakao kwenda kumhudumia ni watu ambao alikuwa anafanya nao ibada kwa pamoja, wale ndugu zake. Lakini kundi la pili ni watu ambao mmekutana katika msingi wa history ya damu, ambao si sote tunakutana kwenye lineage ya Nabii Adam, ambao ni baba yetu Adam. Kwa hiyo watreat hawa watu ukiwa unajua, kama utomtreat katika lugha ya kidini, umtreat katika lugha ya kibinadamu. Akasema haya maneno lau dunia itayachukua wakafanyia kazi, maana yake patakuwa kuna ile mucho, patakuwa kuna ule ukaribu wa kimahusiano ya kiutu kati ya mtu na mtu, na watasahau machungu ambao umekuwa nayo. Kwa ibara nyingine, Kofi Annan ambaye pia alikuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anaungana na viongozi wa dini kuyatumia maneno yao katika kuleta amani duniani. Kwa hiyo leo katika siku ya Quds tunataka tutengeneze political justification na religious justification ya maneno ya Imam Khomeini kwamba siku ya Quds ni siku ya walimwengu kusimama na wanyonge. Sasa wakati tunatazama hizi sura ambazo zimejengwa na watu kupotosha umma kwamba Quds inawahusu wa Iran, Quds inawahusu Mashia, Quds inawahusu Waislamu, ukienda Palestina leo, kama kuna Waislamu Mashia hawazidi 2%. Sasa hii Quds ya Imam Khomeini ilikuwa inamlenga nani kama kesi ni ushia? Lakini mwaka 73, dada yetu Wema atakuwa anakumbuka vizuri sana, Mwalimu aliwapokea jamaa wa PLO, Palestine Liberation Organization, katika harakati zao za ukombozi. History inaonyesha ilikuwa ni taifa la kwanza kurecognize PLO na kufungua ubalozi rasmi hapa Tanzania mwaka 73. Nyerere alikuwa ni Mkatoliki. Hakujali ukatoliki wake, so long as Tanzania ilijiidentify duniani kwamba ni moja ya nchi inayojali ukombozi wa watu waliodhulumiwa, alisimama na watu wa PLO. Na alikuwa na uswahiba mkaribu sana na Yasir Arafat marehemu. Na moja katika maelezo ya uliyemwakilisha leo, Brother Othman, aliyokutueleza hapa siku moja, akasema Mwalimu Nyerere wakati wa vita mwaka 78 kati yetu sisi na Uganda, ile vita ilitengenezwa sura kwamba Amin amevamiwa, na ile vita ina sura kama ya dini. Akataka mataifa ya Kiarabu ya muunge mkono katika kuipiga Tanzania. Nyerere akalazimika kumtuma marehemu Balozi Mahiga na ujumbe mwingine kwenda Palestine kuzungumza na Yasir Arafat, kupitia ushawishi wake azungumze na mataifa ya Kiarabu kuwaambia kinachojengwa na Amin si sahihi,
Ukweli ni kwamba hii vita tunajuana kati ya sisi na yeye. Yasir Arafat akasema sina shaka jua hilo. Alisimama na Watanzania kupigana na Amini. Kwa sisi Watanzania tunaposimama na Palestine ni kwa sababu tumejengeka katika msingi wa kiutu zaidi kuliko msingi wa kiimani. Sasa kwa kumalizia hotuba yangu, naomba nitoe rejea za watu mashuhuri wachache ambao si Waislamu lakini wamesimama na Wapalestina katika kuondoa hii sitofahamu ambazo watu tumekuwa nazo kwa kiasi kikubwa sana. Moja, mwezi Disemba mwaka 2024 juzi, Papa Francis wakati anatoa hotuba yake ya Christmas, yeye alishauri pawepo mazungumzo ya amani katika kutatua huu mgogoro wa Palestina na Israeli. Anahitaji amani. Angekuwa hahitaji amani, maana yake angeona kuna uhalali wa Palestina kuendelea kuuawa. Akatoa tamko kama kiongozi wa kidini tarehe 25 mwezi Disemba mwaka 2024, pawepo kuna conflict resolution kati ya Palestina na Israeli. Huyo mtu wa kwanza. Lakini pili, kuna dada yetu mmoja anaitwa Angela Davis, ni Marekani mweusi, mwanaharakati. Yeye anasema, akafanya reference ya kesi ya Ota Benga, mtumwa alichukuliwa kutoka Kongo mwaka 1883, 1906 akapelekwa katika jumba la maonesho la Bronx, akawekwa katika cage ya nyani, akionyeshwa kwamba namna wa Afrika walivyo. Akasema watu weusi walisimama na Ota Benga wakahakikisha Ota Benga amekombolewa kutoka kwenye mikono ya yule mkoloni aliyekuwa amemchukua. Kwa akasema kwa reference hiyo ni lazima wa Palestina wawe huru watokana na mikono ya Israeli. Huyu Angela Davis si Muislamu. Kuna Ilan Pappe. Huyu ni mwandishi wa vitabu vya history wa Kiisrael, ni Myahudi. Yeye miaka yote amekuwa anaandika na kuandika, yuko dhidi na uzayuni ambao unafanywa na baadhi ya watu wa Israel dhidi ya wa Palestina. Huyu si Makonde, si Mluguru, ni Myahudi, ni Mwisraeli, anaishi Israel. Lakini tunaye Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini. Mwaka jana limetokea tufano al-Aqsa mwaka 2023, kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Katiba na Sheria ya Afrika Kusini walipeleka kesi ya ICJ kuitaka Israel isitishe yale mauaji ambayo yanaweza kupelekea kutokea mauaji ya kimbari. Ramaphosa si Muislamu. Kuna Julius Malema, kiongozi wa chama cha EFF, si Muislamu. Miaka yote anapaza sauti kwa niaba ya chama chake, kwa niaba ya Afrika Kusini, kuwaacha wa Palestina wawe huru. Kuna Noam Chomsky ambaye kwa sasa tunamuita ni father of linguistics, ni Marekani, mzee wa miaka 96, si Muislamu. Amekwenda kufanya mazungumzo na Said Hassan Nasrullah Lebanoni akitokea Palestina, amevisit maeneo yote ambayo yalikuwa na shida. Anatamka karibuni kila mwaka mgogoro wa Palestina na Israel, wa Palestina wanaonewa, wanatakiwa wawe huru. Ni Marekani, si Muislamu. Kuna George Galloway ambaye ni mwanasiasa wa Workers Party of Britain, kiongozi wa chama cha wafanyakazi cha Uingereza. Anawasemea wa Palestina karibuni kila siku, si Muislamu. Kuna Jeremy Corbyn ambaye ni kiongozi wa zamani wa chama cha Labour, si Muislamu. Miaka yote wanawasemea wa Palestina. Kuna Bernie Sanders, gavana wa jimbo la Vermont, Marekani, ni senator huyo. Kila mwaka anasema wa Palestina wawe huru, si Muislamu. Lakini kuna Maria Guardiola, mtoto wa Pep Guardiola. Yeye kupitia mitandao ya kijamii miaka yote amekuwa akijitambulisha kama anasimama na Wapalestina katika maisha yake yote. Si Muislamu, ni Mspain. Lakini ukija katika rejea ya nchi, kuna nchi kama vile Australia imetangaza moja kwa moja kuunga mkono wa Palestina. Japan toka mwaka 93 ilitenga dola bilioni 2.6 kwa ajili ya kuwasaidia wa Palestina.
Kuna Jamhuri ya Ireland miaka yote inasimama na Wapalestina toka mwaka 2020 toka mwaka 2015 wamekuwa wakisimama na Wapalestina, na wenyewe wanajua madhara ya kukaa chini ya ukoloni baada ya kuwa Waingereza walitesa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kuna ndugu zetu wa Jamaica, anakutokea Marcus Mosiah Garvey, wanajua history, na Garvey alikuwa ni miongoni mwa Waafrika wachache waliokuja na dhana ya Pan African Movement, wa Afrika si tukawa huru. Anatokea Jamaica. Jamaica wamechukua legacy ya Marcus Mosiah Garvey. Jamaica wamesimama na Wapalestina, si Waislamu. Ukienda kutafuta msikiti Jamaica, ndugu yangu, utavuta sigara mpaka asubuhi, pengine usiupate. Si Waislamu wamesimama na Wapalestina. Kwa hoja hizi zinakosa afya, kwamba hili swala limekaa katika msingi wa kidini. Swala hili limekaa katika msingi wa kiutu zaidi kuliko dini. Lakini mwisho kabisa, mwaka 1979 kama sio 76, yes, thank you, 76, alikuja hapa nchini kwetu Henry Kissinger akiwa ni waziri mambo ya nje wa Marekani. Alikuja kwa ajili ya mgogoro wa Southern Rhodesia pamoja na Malawi na nchi za Sahara, lakini agenda yake kubwa ilikuwa ni kuja kutushajisha sisi wa Afrika tuunge mkono ukanda wa magharibi wakati wa vita baridi kati yao na upande wa Soviet. Nyerere alifahamu hilo swala. Wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam walikuwa ni miongoni mwa watu waliokwenda airport wakionyesha mabango yao hawataki kumpokea huyu Kissinger, kwa sababu Marekani na mataifa yake mengine ambayo yanamunga mkono yamekuwa ni washirika wakubwa wa ukandamizaji duniani, wakifanya reference ya tukio la mwaka 1945 ya mabomu ya Hiroshima pamoja na Nagasaki. Kwa hiyo vita ambayo inaendelea kwa sasa inaweza kapelekea mataifa mengi sana kupata madhara. Sasa nimetaja wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam kama sehemu ya reference. Wakati mwalimu anazindua chuo cha Dar es Salaam, alizungumza maneno yafuatayo ambayo ni mashuhuri sana. Alisema, university is a place where knowledge is created. Chuo kikuu ni sehemu ambayo maarifa yanatengenezwa. Yanatengenezwa kwa watu wa kufanya research. Yanatengenezwa kwa watu kuwa huru kufikiri. Ukiona chuo kikuu kipo na kipo dormant katika kipindi ambacho taifa linapitia katika matatizo, maana yake tunazalisha watu ambao hawana uwezo wa kufikiri nje ya makaratasi walioandika darasani. Hichi si chuo kikuu, itakuwa ni choo kikuu. Utanisamehe kidogo kuzungumza maneno. Narudia tena. Moja ya kazi ya university ni 3. Ya kwanza ni research. Ya pili ni kufundisha. Ya 3 ni consultation. Yanapotokea masuala ya kitaifa au kimataifa, waandishi wa habari mara zote hufanya consultation na wakufunzi wa vyuo vikuu, wahadhiri pamoja na wanafunzi, kwa sababu wao wanafanya research, watakuwa na uwezo wa kutazama jambo kwa jicho tofauti na mwananchi wa kawaida. Sasa universities tofauti duniani kupitia serikali za wanafunzi na jumuiya tofauti wamekuwa wakisimama na Wapalestina kwa muda mrefu sana. Nitasaiti baadhi ya university. Ndugu zangu, ili upate uwezo wa kwenda kusoma Harvard University, inatakiwa uwe na dola 82,000, sawa na milioni 200 plus ada yako kwa mwaka. Wale wanafunzi wamekuwa wakiandamana toka mwaka 2023 wakati wa Tufan al-Aqsa, wakipaza sauti zao Palestina iwe huru. Wamekumbana na changamoto mbili. Ya kwanza ni kutishiwa kufukuzwa chuo. Ya pili, kutishiwa kusimamishiwa masomo kwa muda fulani mpaka hapo swala litakapokuwa limekaa vizuri. Wale wanafunzi wamesema wako tayari kwa ajili ya hilo swala. Hawajaguswa kwa sababu ya imani zao, wameguswa kwa sababu ya utu wanaouona unafanywa kinyume na ubinadamu pale Palestina. Chuo cha kwanza, Harvard University, kinaheshima sana. Columbia University, ukimsoma Professor Joseph Massad, yeye alisema moja kwa moja yeye yuko dhidi ya uzayuni. Chuo kikampa nafasi ya kuasisiwa kwa kozi mpya, aende akafundishe uzayuni ni nini. Huyu si Muislamu, ni mkufunzi muhadhiri wa chuo kikuu
cha Colombia, ukitaka kusoma politics, ukitaka kusoma masuala ya sociology, masuala ya kijamii duniani, katika moja ya vyombo vinatoa taaluma bora ni Columbia University. Wanafunzi wa chuo cha Columbia University, wakufunzi wa chuo cha Columbia University wamesimama na Wapalestina. Wewe ni nani uko Gongo la Mboto? Wewe ni nani uko Uganda? Wewe ni nani uko Kenya? Ushinde kusimama na Wapalestina hali ya kuwa hata mlo wako wa kawaida tu ni wa kulenga na manati. Lakini mwisho, chuo kikuu cha Padua kiko Italy, walitenga euro 200,000 kwa ajili ya kuwahami wa Palestina waliokosa masomo yao, zaidi ya milioni 524. Hawa wa Italy karibuni 100% wote ni Wakristo, wamesimama na Wapalestina kwa ajili ya kuhami utu wao. Kwa kufunga hotuba yangu niseme, mwaka 2013 mwanasheria Dola Indidis wa Kenya 2007 alifungua kesi ya kuwashtaki watu walimuua Yesu. Mahakama ya Kenya baadaye wakasema hawana uwezo wa kusikiliza Kenya ile kesi, wakamshauri aipeleke ICJ. Kesi imekaa kuanzia 2007 mpaka mwaka 2017 haijapata majibu. Anasema moja ground yake ni kwamba amefungua kesi dhidi ya watu walimuua Yesu kwa sababu yeye ni rafiki yake na Yesu. Naomba tuelewane hapa. Yeye ni rafiki yake na Yesu. Na anasema Yesu alihukumiwa kwa kudhulumiwa kwa sababu kwanza mahakama iliyomhukumu Yesu ilikuwa haina legal justification, ilikuwa ni kangaroo court. Lakini pili, Yesu alihukumiwa nje ya masaa ya kazi. Ukiangalia zile filamu za Yesu namna alivyohukumiwa ilikuwa ni masaa ya usiku. Masaa ya kazi, kwa nini hukumu hii haikutoka? Akasema lazima tutafute justification ya kumdefend Yesu na hukumu ile itenguliwe. Mstari napigia hapo. Ile hukumu ya kumwadhibu Yesu itenguliwe. Alipokuwa mahakamani kule wakamshauri alete ndugu zake na Yesu ambao wapo hai, lakini wakamwomba kama anaweza kapata Mungu kuja kuwa kama shahidi amlete ili aje athibitishe kama Mungu kweli mtuma Yesu kama mtume wake. Of course siasa ziliingia hapa katikati, likali limeshindikana. Wakati anazungumza na waandishi wa habari alisema yeye amethubutu kufanya kile kitu ambacho wengine wanahisi hakiwezekani. Sasa narudi kwetu sisi. Wakati msimu wa ligi ya Uingereza unafungwa, Pep Guardiola alizungumza maneno yafuatayo akizungumza na waandishi wa habari. Nafunga. Alisema, "This world is full of injustice. Everyone only looks at their home and turns a blind eye to what is happening to their neighbors. Injustice is in front of you. You watch it without any reaction. You are sure that it will happen to you one day." Ukiukwaji wa haki umeenea kote ulimwenguni, na kila mmoja yupo kimya dhidi ya huu ukiukwaji wa haki ulimwenguni. Wanaoteseka tunawaona. Guardiola anazungumza. Wanaoteseka na ukiukwaji wa haki tunawaona. Lakini sisi tumekaa kimya tukihisi haya mambo hayawezi kutukuta sisi. Maneno yake anasema ipo siku na wewe yatakukuta. Si lazima yuko katika sura hii, yanaweza kaja katika sura nyingine. Natoa wito kwetu sisi. Inawezekana ndio yazungumza yakana maana kwako, lakini asipokuwa na maana fahamu, siku moja maneno ya Guardiola yatakuja kusimama na wewe. Lakini kama nimezungumza yakiwa na maana kwako, maana yake yakupasa kutumia either platform ulionayo kama mwanafunzi, kutumia simu, kutumia mazungumzo ya kawaida, kutumia every means possible kuhakikisha unaipaza sauti ya Wapalestina ambao leo zaidi ya watu 50,000 wamepoteza maisha yao, wakiwemo watoto wadogo, wazee, watoto na akina mama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makofi mengi kwa Barakasi, makofi mengi. Asante sana kwa kutoka hapo, na kama tutakutana kwa pia katika kwa ya wetu. Swala kwanza asante kwa kuweza kufungua kumbe swala la kupaza sauti ya changamoto za Palestina halina ulinzi. Si ndio? Tumeelewa? Sisi wa Kristo
tunayo haki ya kupata sauti Waislamu pia, kwa sababu ni swala la utu. Swala langu la msingi pia unatukumbusha juu ya hata Yasir Arafat amehusika katika kusaidia mgogoro wa Tanzania na Uganda. Kwa nini ndio jamaa? Kumbe Yasir Arafat alienda nchi zote za Waarabu kuambia propaganda ambayo inahitaji jamii ikandamiza Tanzania sio kweli, sio sawa. Asante sana kwa kuangalia. Kitu analizia kutuambia historia ya sisi za Palestina pia. Sijui kutokana na labda kuna mchango wa Palestina kwa Tanzania. Asante. Lakini swali langu je, nini wajibu wa jumuiya ya kimataifa katika kuhakikisha hii changamoto ya Palestina inakufa? Lakini je, inaishi? Yaani zipo hizo jitihada ambazo zinafanywa na jumuiya za moja kwa kimataifa? Na mwisho, sisi kama vijana sasa tuna wajibu gani katika kuhakikisha swala la Palestina inakuishi sana? Asante. Asante, shukrani sana. Jumuiya za kimataifa zina wajibu ufuatao. Mwaka 2015 ICC, International Criminal Court, mahakama ya kimataifa ya uhalifu, walitangaza rasmi kuifungulia Palestina uhuru wa kupeleka kesi dhidi ya dhuluma ambazo wanakuwa wanafanywa. Inawezekana tukahisi kwa miaka yote sauti ambazo zimekuwa zinapazwa na watu duniani zimekuwa zisikiki, lakini ukiona chombo kikubwa kama hiki kimetoa platform ya Wapalestina kupeleka kesi zao pale, maana yake dunia imeanza kuvaa nguo, inasubiri mlango ufunguke iweze kutoka. Kwa hiyo nitoe wito tu kwamba jumuiya za kimataifa zina haki ya kusimama na Wapalestina kama ICJ ilivyopokea kesi ya Afrika Kusini na ICC walivyotoa uhuru wa Palestina kupeleka kesi pale kwao. Lakini swali la pili lilikuwa ni kuhusu vijana. Vijana wana wajibu upi kuhakikisha swala hili la Palestina linapata sauti stahiki? Mimi niseme, wakati Mwalimu anazungumza nchini, uhuru wetu umepatikana, akasema nchi yetu ili iweze kupata maendeleo inahitaji ardhi, inahitaji watu, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Hawa watu ambao walikuwa wanakusudiwa hapa kwa kiasi kikubwa sana walikuwa ni vijana, ambao siku zote tumekuwa tunaita kama ni nguvu kazi ya taifa. Na kwa nini vijana? Kwa sababu vijana wako easy to be shaped, ni rahisi sana kuwabadilisha. Wana nguvu, wana uwezo wa kuyabeba maudhui na kwenda kuyafanyia kazi. Hasa kijana kwa tafsiri ya kisaikolojia hapimwi kwa umri. Kijana kwa tafsiri ya kisaikolojia anapimwa kwa matumizi yake ya akili. Kwa lugha nyingine, kijana akiwa anaona mbele, mzee akawa anaona mbali, mzee atakuwa ni kijana kipindi hicho na kijana atakuwa ni mzee. Lugha imefahamika? Nirudie. Kijana hapimwi kwa umri wake, ana miaka 15, miaka 20, miaka 35. Ila kijana anapimwa kwa uwezo wake wa kufikiri. Kwa lugha nyingine, kama mzee atakuwa anafikiri kama kijana, alafu kijana akawa na fikra za kizee, kwa ibara nyingine, kijana akawa anaona mbele lakini mzee akawa anaona mbali, maanake mzee huyu atakuwa ni kijana na kijana huyu atakuwa ni mzee. Chukua reference fupi sana. Kina Steve Bantu Biko, wakati wanaanza movement zao, walikuwa na miaka midogo sana. Amekufa akiwa na miaka 30. Solomon Kalushi Mahalangu amekufa akiwa na miaka 25. Ni vijana ambao umetengeneza history ya Afrika na hawezi kusahaulika duniani. Peter, kijana ambaye aliuawa katika maandamano ya Afrika Kusini, wanafunzi wale, alikuwa na miaka 12. Ni kijana, mtoto mdogo sana. Kwa na sisi kama vijana tunapaswa kuyabeba haya mambo kwa maudhui mapana sana, na tusifikiri kama wanavyofikiri watu wengine. Na uzuri sasa, inawezekana tukahisi uchache wetu wa kuelewa haya mambo
ikawa ni chachu ya sisi kutoyaendea makubwa zaidi. Wakati mfumo wa vyama vingi vya siasa vinaanza Tanzania, 80% ya waliopiga kura ya maoni kuyapokea mageuzi ya vyama vingi au kutoyapokea twende na chama kimoja, 80% walikataa. Lakini kwa busara za Mwalimu alikwenda na 20%. Wingi haupimwi kwa kigezo cha kuwa na mawazo positive. Mnaweza kaa wengi lakini wote IQ zenu ziko chini ya kiwango. Anaweza akapatikana mtu mmoja, watu wawili wakawa na uwezo mkubwa wa kufikiri kwa watu wengine. Kwa hiyo kwa kusement, kwa kumalizia, wakati Nuhu anawatangazia watu wamuelewe Mungu na kutengeneza ile safina, aliondoka na watu wa kuhesabika wakaenea katika ile safina. Haimaanishi Nuhu approach yake kwa watu ilikuwa haieleweki, ila watu waliamua kutokumuelewa nani? Nuhu. Abraham, baba wa imani, wakati anawahutubia watu wake kule Iraki, Babylon, alitumia miaka mingi zaidi ya miaka 50, aliondoka na mtu mmoja aliyemuelewa. Haimaanishi Ibrahimu alikuwa haeleweki, ila watu waliamua kutokumuelewa Ibrahimu. Kwa nini nazungumza hivi? Ni kwa sababu propaganda kupitia platform tofauti tofauti zimetufanya sisi tumuelewe adui ni rafiki na rafiki ni adui. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Our distinguished guest, the organizer of this meeting, and our dear audience, Assalamu alaikum jami'an. First of all, I want to thank those that participate in the demonstration of the Yawm al-Quds today. And today I want to talk briefly about Islamic perspectives on peace and war. You know, some people like to suggest that Islam is not the religion of peace. They say, why, if you look to the Middle East, you can see always there is a war because they are Muslims. And even some of them, they introduce Palestinians group as a militant Muslims. Now Israel want to control them. But nowadays, especially this year, especially these days, by the grace of the blood of a lot of thousands of martyrs, almost all the youth, they know the reality. What happened in 1948 when some people from Western country, they came to a land, the land of Palestine, and they occupied the land, and still till now they kill innocent people, children, women, and they do massacre in front of the eyes of millions and billions of people. Those in front of those, they claim they are defending human rights, but nothing happened. In fact, it is not because of the Islam, because it is because of the very huge oppression it is occur in the Middle East by Israeli people. And unfortunately, we saw even some Muslim countries and some Muslims, scholars, elite, they're not talking about Israel as it must to be. So today, just I want to see some importance point about this issue regarding to the Islamic source. How Islam, how Quran, how traditions look at the oppressor and being oppressed, and also those they look at this oppression and still they are silent. That is the way we want to talk about it. I don't know, it has problems today. So, okay, we can continue.
You know, my brother and sister, Islam is a religion of peace. The first principle of Islam, it is peace. We can't have sustainable peace without justice, without friendship. If a person asks you to be silent when he occupies your land, the name it is not peace. You know, it's a bullying. When a person wants to do whatever he wants and still asks you to be silent, and he pretends the situation to be called as tranquility or peace. It is not a peace. When you are oppressed, it is not peace. The peace we can have sustainable peace when we have equality, when we look at all human beings equally. But when you consider yourself superior than others, and still you push them and you ask them to be silent, it is not, peace. It is very important because now, the Israeli people, they want to say all the problems occur when in 70 October, Hamas and some military from Hamas, they attacked Israeli when they live in the peace. It was not in the peace, because even that time you do a lot of operations against them. So because all of us, we know the history about it, just I want to shed light on some things based on Islam, based on Quran. Maybe we are not hearing from maybe other sheikh or imams in mosque. Unfortunately, nowadays, even during Ramadan, still a lot of imams, a lot of shuyukh, a lot of scholars, they want to talk about about fasting, about praying. But to me, the important things, according to the Quran, according to the traditions, it is talking about oppression, how Quran look at oppressions, and how Quran look at the peace. As I said, in Islam, all human beings, they are brothers. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Maybe it means it is the verse of Quran. All the believers, they are brothers. But maybe one person asks, it talk about the believers, and what about non-believers in the Muslims country? To let you know, in Islam, we don't have first citizen and second-class citizen. I want to tell you one hadith from our Prophet. Unfortunately, I don't have here, but he said, whoever harms Zimmi means not believer in the land of Muslims. The Prophet said, whoever harms a Zimmi, he harmed me. Nobody have right to do small operations against non-believer because all of them, they are equal. This is the view of Islam. And as I mentioned, the peace, it is the first principle. Even any enemies, if they suggest a Muslim nation for the peace, وَإِنْ جَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَهُ لَهَا. If they suggest and is the proposed any way of the peace, Muslims country, they should look at it, because the war, it is not an option. It is, something urgent when we can't do anything but just with war to defend ourselves. So unfortunately, this PowerPoint, it is not work, but I can mention some of these verses and the traditions. Yeah, first of all, I want to look at some verses of Quran and traditions about the oppressor and oppressed people. First of all, about the situation of
oppressor. The worst thing in Islam, it is oppression. When a man who do something against his brother or his sister, just because he think he has, more right than them. أما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم البعض. This one, the oppression, Almighty Allah doesn't leave this oppression. أما الظلم الذي لا يتركه الله. It means always Almighty Allah consider these oppressions. Nobody has right to do oppressions against another person. And according to the verse of Quran, to the tradition, وَإِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ. It means Almighty Allah do the revenge, do the punishment for the oppressor in this world and in hereafter. We have a lot of verse when some nations, they do oppressions and Almighty Allah punish them. وَأَنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَلظَّالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Or مثلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ. We have a lot of words about it. When a community, there is a lot of oppression there, Almighty Allah do the punishment against them. وَمَنْ يَظْلَمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. We will revenge the oppressor. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. We prepared for the oppressor very severe punishment. And we have, because sometimes maybe you think why they are not punishing them. They will. You should be patient. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. It is a very strong promise of the Almighty Allah, and Almighty Allah will revenge this oppression. So my last another discussion about what is the duty about oppressed people. Because of the time, I want to mention the duty of the oppressed people, I mean Palestinians, and the duty of those that are watching to this oppression. According to my research, I have mentioned some duties of oppressed people. In Islam, oppression is forbidden, and to be oppressed is also forbidden. You don't have right to allow any person to do oppression against you. لا تظلمون ولا تظلمون. This is the first duty of any human beings, any nations. We should prevent injustice against ourselves. This is the first things all human beings, all the nations, they have the right, and they should defend themselves from oppressions. The second one, to expose injustice. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. It means those they are oppressed, they should express the injustice against them. They should tell others about what happened against them. And seeking help also from them, it is another duty for them. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَاغِي هُمْ يَنْتَصِرُونَ. If one person, they do something against you, you should seek help from others and don't be silent. And another duty for them, it is not establishing friendly relation with oppressor. Unfortunately, we can see some, even inside the Palestine, there are some people, they still want to deal with Israel. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. It is forbidden to establish friendship with those they occupied your land. And
unfortunately, we can see a lot of problems comes because of this one. Still, some small groups of Palestinians, they want to deal with Israel, with with their enemies, and it brought a lot of problems. وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. And also, they have permission to fight against oppressor. This is also another duty for them. You know, it is a right for them. Palestinians, they have right to defend ourselves. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا. Why they have this right to do jihad, to fight against Israel? Because they are oppressed. Being oppressed gives you permission to fight against oppressor. It is a rule. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. So, the last discussion is about what the duties of Muslims, individual and countries, when in face of them this massacre has occurred. According to the Quran, we have a lot of things to do. But unfortunately, when we see the Muslims country, they don't follow the rule of Quran, majority of them. First of all, before I mention the duties of individual and countries, it is good to mention one hadith from the Prophet when he said, all human beings, they are like a human bodies, like a human body. We have one verse, one poem from Sa'di, بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. It derived from the narration of the Prophet when he said all human beings, they are like a body, like a single body. When something damage or harm one limbs or one members of your body, all the bodies, they feel pain. The human beings, they should be like this one. You can't say, oh, it is a religious matter. It is not a religious matter. It is human matters. And to let you know, the nature of injustice, to let you know about the nature of injustice, if you don't say anything against this injustice, the injustice widespread and expand itself, and maybe one day come to yourself. So first of all, I wrote here, being affected by injustice. This is the first duty for all human beings, all Muslims country. They should be affected by this injustice. They shouldn't be indifferent about what's happening there in Palestine. And we have one hadith during Imam Ali, the first Imam of Shia, when he heard one person by oppression, he removed the anklet of a Jewish lady, and Imam Ali said, if one person die because of the severe regret of this matter, it will deserve it. Because, we should be affected by injustice, and we shouldn't be indifferent. Man asbaha wa lam yahtamma bi umur al-muslimin falaysa bi Muslims. Always, not just Muslims, all human beings. If you don't feel anything against the pain, when you see the pain of other humans, you can't name yourself as a human being. Another thing, we should say something by language in our tongue. We have some hadiths. Even if your brother, even if your relatives, they do oppressions, you should forbid them from this oppression. فَيَنْهَا
فَيَنْهَاهُ فَإِنَّهُ لَهُ النُّصْرَةُ. It means even when your brother do oppression, you should forbid him. You should forbid him from this oppression, because it is kind of help for your brother. Even if your brother do, you should stop him from the oppression, because it can be considered as a nusrah for him, as a help for him. So, as I said, first of all, you should be affected by your heart. Then you should say something against the oppression, not sitting with the oppressor. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. It means even you don't have permission, you shouldn't, you are not part of this oppression. But if you see the oppressions, you shouldn't sit with them. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. I have mentioned one hadith from Imam Sadiq alayhi salam, the oppressor, his helper, and the one who is pleased with his oppression, all three are partner of these oppressions. In fact, whenever we have oppressions, there are three groups, they are part of this oppression. First, the oppressor. Second, the helper of the oppressor. And the third one, they are pleased with the oppression, and they are silent, and they just look at it. All of them, they can be considered as these oppressions. Not leaning toward the oppressors and not trusting them. فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Whenever you see some countries, some oppressor, they don't stop the oppressions, you shouldn't lean with them. You shouldn't do trade with them. You shouldn't do a lot of business with them. But look at the reality. Not they are, just doing business. They even help them in these oppressions. And also I have mentioned not helping the oppressor. إني أعوذ بك من أن نعض ظالما. It is also a tradition of Imam Sajjad. We shouldn't help oppressor. Or we have also hadith in Nahjul Balagha, كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. We shouldn't be enemy for the oppressor. We shouldn't be enemy of the oppressor. And also the last one, fighting with oppressor. And it is amazing. It is duty for all human beings according to the Quran. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. According to this verse, ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله, Almighty Allah mentioned, what's happened to you? Why you don't fight in the way of Allah, في سبيل الله? And فالمستضعفين من الرجال, what happened to you? You are not fighting in the favor of those they sacked from their land. Because Sabilullah and the way of Almighty Allah, it is not just building a mosque. Whenever you fight against oppressor to protect the oppressed people, you are doing something في سبيل الله. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. So that is my presentation, especially the scholar, the nations, the government. I have mentioned a lot of things about this one, or even in the government level, there is some duty they should do to stop oppressor from these oppressions. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Salam ndugu zangu.
Kwanza kabla ya yote, kabla sijasema lolote, naomba niwashukuru sana Falcon Foundation. Nashukuru sana 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 to take a lead to organize this event on marking this Quds Day. Kwa hiyo nawashukuruni sana. I'm thanking you, Falcon Foundation. Nilisema leo sitazungumza sana, maana nimetoka safari, natokea Namibia, Windhoek. Lakini nikasema kwa salamu tu, kwa kuwasalimia tu, kwa niaba ya chairman wa Tanzania Palestine Solidarity Organization, ni lazima niseme kitu juu ya foundation hii. Kwa hiyo nimeanza kwa kusema kwamba nashukuru sana, na nisema lazima nizungumze Kiswahili leo kwa sababu nataka ujumbe huu usiwe ni kwa ajili ya wenzetu tu huko nje na mataifa mengine, lakini iwe pia kwa ajili yetu sisi wa Tanzania hapa na wa Afrika kwa ujumla. So narudia tena, Falcon Foundation, thank you so much for taking a lead in organizing this event on marking this International Quds Day. It's very, very important, especially in this season. So thank you so, so much for gathering our young. Kingine kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa organization hii ya Tanzania Palestine Solidarity, mshikamano wa Tanzania na Palestina, tunashukuru also pia kwa siku hii ya leo, lakini tunataka tuseme jambo. Na jambo lenyewe ni kusisitiza, sio tu hapa tuliokusanyika hapa, lakini Watanzania wote na pia Waafrika wote, maana sisi ni Waafrika, Tanzania ni Waafrika. Kwa hiyo Waafrika wote wa Tanzania, serikali yetu, viongozi wetu, wa vyama mbalimbali, wa dini, wa taasisi mbalimbali, wakumbuke kwamba ni lazima kama mwanadamu usimame kuwatetea wale wanaokandamizwa, wale wanaoumizwa, wale wanaonyanyaswa. Kama mwanadamu, kama wewe sio mwanadamu, ni mnyama, utanyamaza kimya, utafanya lolote. Lakini kama wewe ni mwanadamu, ni lazima usimame kuwatetea wanaokandamizwa, wanaonyanyaswa, wanaodhulumiwa, yani wote walio wanaofikirika kwamba labda sio ni wanadamu hawa. Ni lazima usimame kuwatetea hao wanaokandamizwa. Ni jambo la lazima kwa mwanadamu yoyote, na haijalishi dini yoyote. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe Buddha, uwe nani, wewe ni mwanadamu. Ikiwa wewe ni mwanadamu, ni lazima usimame kutetea, kwa sababu wanadamu, utu na wanadamu wako na utu wako unategemea sana unachokisimamia wewe, unachokizungumza, unachokitenda. Yale unayotenda ndio utakayotendewa. Na si ajabu ikawa sio wewe utakayetendewa, pengine ni watoto wako, uzao wa watoto wako katika eneo lako. Yale unayotenda ndio unayotendewa. Yale unayoyafanya, yale ndio unayofanyiwa. Yale unayoyasema ndio utakayosemewa. Hii dunia tunaishi ni ya wote, na yaliyomo katika dunia hii yanatosha watu wote, pengine na kubaki jinsi Mwenyezi Mungu alivyoyaweka. Yanatosha watu wote, hamna mahali mtu atasema hii sehemu haitoshi bwana, ni sisi tu pekee yetu. Hapana, inatosha kwa ajili yetu wote. Kwa hiyo sisi wote tusimame, tuseme, tuzungumze, tufanye jambo juu ya wenzetu. Usitazame watoto wanavyokufa kule Gaza. Mnaona kila siku kwenye vyombo vya habari. Tena hivi vyombo vya habari havituelezi vyote. Hivi mna habari haituelezi yote. Wanachagua ya kutuonyesha na ili tuweze kupata. Kisio yote. Wanaumia zaidi watoto, wanawake wanaumia kila siku, wanakufa. Hivi kama mwanadamu kweli utashindwa kusema kitu juu ya hilo? Ukaona ni sawa tu, ni kawaida? Kwa sababu yanayotendeka sasa hivi ndani ya Palestine Gaza yanaweza kutendeka mahali popote, na ndio maana tunasimama. Kama walivyofanya wazee wetu zamani, mama zetu, baba zetu, wakasema hapana,
hapana kuangalia mtu ananyanyaswa, mtu anaumizwa, anakandamizwa, tunanyamaza kimya. Si sahihi kama mwanadamu. Kwa hiyo ni wito kwa wanadamu wote, kama ni wanadamu. Wewe kama mnyama haikuhusu. Lakini kama wewe ni mwanadamu, ni wito kwako kwamba tusimame tutetee hawa watu. Tupige kelele kwa namna zozote. Vijana siku hizi mna mitandao ya kijamii, mna namna nyingi kwa teknolojia iliyokuwepo. Tumieni. Mkirudi sasa hivi nyumbani mnatumia simu zenu. Jamani, tupige kelele, tumwambie nani? Kama serikali kwa nchi yetu hii, kuna vyombo vingi vitu vya kuzungumza nao juu ya swala la Palestina. Watu wasinyamaze kimya. Kinachotokea Palestine in Gaza there kinaweza kutokea mahali popote. Kwa sababu wale kukandamizwa kwao wamechukuliwa haki yao, haki ya ardhi yao. Kama mwanadamu, ardhi ni haki yako, pale ulipozaliwa ni kwako. Ndio kwako, ni haki yako. Lakini walowezi, wakoloni walowezi. Na wakoloni walowezi wala sio jambo jipya kwa Palestina. Wakoloni walowezi wamepita sehemu nyingi Afrika. Na ndio maana sisi tuna jukumu hilo kama Waafrika kuwasaidia wa Palestina. Kwa sababu wakoloni walowezi wamepita mahali pengi. Nimetoka saizi Namibia, Windhoek. Walikuwa na wakoloni walowezi, German. They were there. German walowezi wakoloni wa Jerumani walikuwa pale, wamewanyanyasa kwa miaka mingi. Ni juzi tu hapa wamepata uhuru. Tumetoka kwenye kuadhimisha uhuru wao wa Namibia. Walikuwa na Wajerumani wakoloni walowezi. Wameteseka pale. Lakini mapambano yao mpaka wamekuwa huru ni kutokana na mshikamano wa mataifa mengine ikiwemo Tanzania. Peke yako uwezi. Hakuna awezaye peke yake. Hata kwa namna ya kawaida kama mwanadamu tunapopata jambo kama hilo la kuonewa na wengi, la kukandamizwa, peke yako huwezi kutoka. Lazima upate mshikamano wa watu wengine kukusaidia. Namibia tumewasaidia, wamepambana, wengine walikuwa hapa wapigania uhuru, mwingine ni rais, amekuwa rais wa Namibia, alikuwa hapa, tunamsaidia. Mawazo nini mkafanyika, mfanye hivi, mfanye, mpaka wamekuwa huru. Mahali pengine last year, mwaka uliopita nilikuwa niko DRC Congo. Nilienda nikaona kwa macho yangu unyama unaofanyika katika Eastern Congo, DRC. Watu wanauawa, vijana kama nyinyi wanakufa, wanaondoka. Hawajafanya kitu chochote, hakuna assignment yote walifanya on earth. Wanaondoka, wanauawa. Watoto, wanawake. Tunakaa kimya. Tunasema itatuwezi, wezi. You have words. Hata kwa maneno yako tu. Maneno yanaumba. Kila kitu unachokiona hapa, tunachokiona kilianza kwa mawazo, maneno, matendo, mambo yakafanyika. Life is very spiritual. You can do it. Kwa hiyo hii ndio wito wetu. Tunaendelea kusema na tutaacha kusema. Tanzania na Palestina tuna mshikamano wa kudumu. Na tunaamini ya kwamba watakuwa huru tena. Watakuwa na ardhi yao tena. Na hiyo ardhi wataamua wenyewe wanataka kuishi na nani, wanataka kukaa na nani. Hata na wewe ukiwa na ardhi yako, si unaamua. Leo nitakaa na huyu, nitakaa na wewe, ni wewe. Lakini ni lazima tusimame. Ni lazima kuonyesha msimamo wetu kama vijana wa Afrika, kama vijana wa Tanzania. Msimamo wa kutetea wengine wanapoumizwa, wanapokandamizwa. Uone uchungu, ujisikii vibaya kuona mwingine anaumia, unakaa kimya. Usemi kitu, wewe ni kijana. Leo yanatokea Gaza, kesho yanaweza kutokea popote. Kama iliweza kutokea Namibia na leo wako huru kwa sababu tumeshikamana nao, wakapata uhuru wao. Kama iliweza kutokea DRC Congo mpaka dakika hii tunavyozungumza, bado wanahangaika na Belgian settler. Wakoloni walowezi wale wa Belgium mpaka saizi ndio the root of all problems tunazoziona DRC Congo. Kwa sababu wako pale wanachimba madini, wanafanya nini, wanafanya biashara zao. Sisi bado tumelala. Tunatakiwa tuamke wa Afrika. Hakuna maneno mengi. We are done talking. We have to do it. Tuwasaidie kwa mshikamano wetu tu kwa pamoja. Tukasema kwa sauti moja. Wingi wetu ndo nguvu yetu. Umoja ni nguvu. Tunatembea duniani kwa tunasema jamani tuungane kwa sababu tunajua. Umoja ndio nguvu. Umoja ndio ubadilisha mambo. Umoja wetu hata tukiwa wanne tu. Alikuwa anasema kakangu Kasim pale. Yaani kwamba anakumbusha hata ile Berlin Conference ambayo imetugawa bara zima la Afrika, nchi 55 sijui. Wametengeneza vipatipati tu, hizo partition Afrika nzima. Hawakuzidi 10. Hivi na habari ya kuzidi 10. Sisi tuko wengi hapa, zaidi ya 10. Lakini wao walikuwa hawakuzidi 10 na wakagawanya hii bara letu lote na sasa wanatutawala. Tena mbaya zaidi kifikra. Kwa sababu sisi wenyewe hatujithamini, wengi hawajithamini, hawajipendi. Yaani hata mtu anaweza kuona nimekaa hapa nazungumza Palestina na kujiuliza Palestina, huyu anasema nini?
Ukienda ukamtetea mwingine, ukamsaidia binadamu mwenzako mwingine, unajisaidia wewe. Any human being needs another human being. Kama wewe ni mwanadamu, na nasema hii ni wito kwa wanadamu wote wa Tanzania, haijalishi ni nani, uwe ukiongozi, uwe mkulima, mfanyakazi, wewe ni binadamu. Na kote Afrika, tetea wanyonge, tetea hawa watu. Kwa sababu hujui, leo inaweza kawa ni wao, kesho ni sisi. Kwani tunajuaje? Kama tunawaacha wanaowanyanyasa, wanaowakandamiza, wanaowaumiza, tunawaacha wafanye wanayotaka, kwani kesho wakiamua kukufanyia wewe utafanya nini? Sijui mnaelewa? Kwa hiyo kitu ni muhimu sana. Wala hili jambo sio la huko East, sio jambo la Palestina peke yao, sio jambo la wapi. Ni jambo letu wote kama wanadamu. If you are a human being, only if you are a human being, this is your call. If you are an animal, I don't know what to say, but if you are a human being, this is your call. Palestine needs to be free, and it will be free indeed. But how? Our solidarity, our mshikamano wetu. Muonyeshe. Zamani wazee wetu walikuwa wazi, wawe viongozi, wawe wananchi, walikuwa wazi. Hawataki mtu kunyanyaswa, hawataki mtu kuumizwa, kukandamizwa. Hapana, wanatoka kabisa mbele, wanasema Palestina hii ni nchi, na hii na ardhi yake, na hii na watu wake. Siku hizo watu wanaona hofu. Anaona hii nikisema hivi Israeli, hata Israeli tunawapenda, ni wanadamu na wao ni watu, na kuna Waisraeli kabisa, some of us tumekutana nao, ambao wanaamini kabisa kwamba hapana, haki lazima itendeke. Mahali pasipokuwa na haki hamnaga amani. Haiwezi kuwepo amani pasipo na haki. Tuitafute awapate haki yao, wasimame na ardhi yao, amani itakuwepo. Na amani ikiwepo, na sisi wote tunajua kwamba kumbe it's possible, tutakaa na ardhi yetu na ni haki yetu, na amani itakuwepo tu. Lakini tukiacha wengine wanaumizwa, wanakandamizwa, tunakaa kimya, haitatusaidia, kwa sababu hatujui ya kesho, na sisi hatuwezi kuwa huru kweli. Hatuwezi. Ni kama vile alivyosema mzee Nelson Mandela, hatuwezi kuwa huru kweli wakati wengine wanakandamizwa. Kwa nini? Kwa sababu sisi wote ni wanadamu. Kama wewe ni mwanadamu, ondoka na hili hapa, ukalifanyie kazi. Lizungumze. Fanya jambo, tenda jambo, lizungumze, sema hapana. Kwa nini wale waendelee hivi? Wapewe haki yao. Ardhi yao, wataamua kama wataishi, na kwanza hawana shida wa Palestina yetu kuishi na watu wengine. Hawana shida hiyo. Hii ni ardhi yetu, hii ni ya kwetu. Naweza nikaishi na wewe Mwisraeli, naweza nikaishi. Hawana hiyo shida. Ni kwamba wamenyang'anywa ile ardhi yao kwa nguvu kabisa, na watu wanataka kuitumia wanavyotaka kuitumia. Criminal. Sasa tusiruhusu hilo jambo. Kama linafanyika kule na wanaofanya tunawajua, wanaweza kufanya mahali popote Afrika. Hatuwezi kuruhusu hiyo. Sasa hivi tunaendelea kuangalia mbele, tunaenda mbele kuangalia the United States of Africa. That's what we are looking for. Way forward. Tunataka tukutane, tuungane wote. Yale waliotugawagawa hivi, tunaondoa yote yale. Sisi ni wanadamu. Kama wanataka kuishi na sisi kwenye uhuru wetu na ardhi yetu na mipaka yetu, wataishi na sisi. Sisi ndio tunavyotaka hivyo. Wanadamu, binadamu. Kama wewe ni binadamu, nenda ujitafakari. Fanya jambo juu ya Palestine. We will have a free Palestine, I'm telling you. Either today or tomorrow. Lakini huo ndio wito wetu kutoka katika chama chetu hichi cha mshikamano wetu wa Palestina na Tanzania, na tutaendelea na mpaka Palestina itakuwa huru, na watu wengine wote wanaonyanyaswa duniani watakuwa huru kweli. Asante sana. Good evening, everybody. Your Excellency, I'm a writer, a poet, but also an international ambassador for peace and human rights. And last year, I launched a book for Palestine. It's for poetry. And thankfully, Dada Emma was there, and then the ambassador of Palestine and the ambassador of Russia and all other this. So today I was invited to give some poem for this, and it was a bad luck I came late because yesterday I was in South Africa, and today it was really hard for me to get it here. But thankfully I'm here, and I'd like to give one poem for you. So the book is endorsed by Richard Mabala and other people like Nahida Ismail and other reputable authors in Tanzania. And it's very representable for Palestine, and it is the first book in East Africa speaking for Palestine. And all the donations and all the sales I get from this book, I'll go directly to Gaza. The poem...
Free Palestine. Palestine. The poem is called The Chosen Land. The dust in my nose, the mouth that can't close, the warm body is frozen under the rubble. They killed my dad and mom. They killed my cat Hisham. They bombed my books and my classroom. They burned and stole my land. Chosen land, chosen nation. Does this justify these violations, striking the innocents, cleansing generations, the genocide, apartheid, blockade, siege, and massacres? Hayanihusu Mswahili mwenzangu, najisemeza, ila roho yangu haitaki. Nalala najipumbaza nisisikie za udhiki, damu zao za churuza kitanda hakilaliki, heri ya wewe Ali mwenye kulala. Vilio vyao vya choma mtima wangu tokea ndani, watoto wangali wazima wamefukiwa humo vifusini. Wao, historia yao, yote mavumbini, ni lini utanyamaza? Hayanihusu Mtanzania mwenzangu. Where is humanity and humans with sense? Where is democracy that we always embrace? Where are the feminists and peace advocates? The people of Palestine deserve equal rights. I cannot be happy while the children are dying. Genocide stalks in streets, the media pretend are lying. How can I sleep while people are crying? The children are crying from the rubble of the bombed buildings. Wake up humans, wake up Tanzanians, Gaza is under attack. I call for a ceasefire and freedom they lack. I call for justice for humanity's sake. I call for liberation of the state of Palestine. I dream of the free state of Palestine, a dream of justice against occupation, a dream of democracy against violation, a dream of the dead children who will rise as seeds on their own nation. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. The last word to say, the last word we say, the good people, like Your Excellency, like we receive a lot of orders from people and we don't sell these books. So you donate and then we give free to more Tanzanians to read. So nina kopi chache kama 12 nitagaa bure hapa ili na sisi wa Tanzania vijana tuweze kusoma tuone how we can raise up for Palestine. Thank you so much.